Naam bwana, tumerejea tena mwana michezo, na kama nilivyokuambia hapo mwanzo, tukirejea tutakuwa na taarifa kim za kimichezo. Hapo mwanzo tumegusia juu ya taarifa ya sakata dabi ya Kariakoo kikao kufanyika. Nilikuwa na Humphrey James akadadavua kwa kina zaidi. Kama hujasikia, rudisha nyuma tu hapo. Utatupata kwa ustadi wa hali ya juu, ama pitia taarifa yetu, pitia channel yetu ya DTZ Media, utakuta taarifa hii ya sakata la dabi ya Kariakoo. Utasikiliza kwa kina zaidi na utatufuatilia kwa kina zaidi. Nilikuwa na Humphrey James akadadavua taarifa hizo. Sasa hivi tumegeukia katika taarifa ya wekundu wa Msimbazi Simba. Wao wana mechi ya ambayo itapigwa katika tarehe 2 Aprili, mechi ya kimataifa ya CAF Confederation Cup, mechi ya robo finali watakipiga na Al Masry ya kule Misri. Taarifa ipoje? Simba wao wamesema watasafiri hapo kesho tarehe 28 kwenda kule Misri kuwavaa Morocco. Kwanza tukianza kuwavaa au Al Masry katika nchi ya Misri. Bana, Misri na Morocco kidogo na ukanganyiko. Arabu Suez wanaenda Suez, mechi itapigwa kule Canal Suez. Kwanza tuanzie na hapo juu ya sakata, juu ya mechi ya Al Masry na Simba. Wachezaji wengine wa timu wa taifa wa Tanzania, Taifa Stars, ambao hao ni wachezaji wa Simba, walikuwepo kule katika majukumu ya timu ya taifa. Wao wataunga juu kwa juu na kwenda kushiriki na Simba kwa yale mazoezi ya hapo kesho tarehe 28. Hii haitawatoa mchezoni kidogo kwa kutokujumuika na timu kwa wakati, ama muda unaruhusu? Kwa mechi za tarehe 2 wanaondoka tarehe 28. Sasa hivi tunavyoongea wameshafika Misri. Misri, wachezaji ambao walikuwa katika timu ya taifa ya Tanzania. Simba wanaondoka kesho tarehe 28. Naam. Mechi za tarehe 2 naona kama ni almost kama siku 3 hivi watakuwepo. Kwa hiyo kutoka hapa hadi Misri mpaka kuja kufika kule ni almost kama masaa 5. Mpaka kuja kufika huko wanaenda kuweka kambi katika tuseme labda mazoezi wanaweza kufanya tarehe 29. Mazoezi au siku wa tarehe 28. Wataweza kufanya tarehe 29 asubuhi kwa sababu wanatoka pale Cairo wanaenda paka Ismailia. Ismailia pale ndio wataweka kambi yao, kama alivyosema Ahmed Ali, wataweka kambi yao pale Ismailia na kujiandaa na mchezo kweli, na kujiandaa pale na mazoezi, michezo nini, ratiba zote za mechi, na wataelekea katika kule wanapaita Suez, hii katika kujiandaa na ule mchezo. Kwa hiyo muda ulioepo hapa mpaka sasa hivi, kwa hiyo unaona haitaleta madhara yote kwa wachezaji ambao wametangulia kule, kwa sababu muda bado upo, muda ni mrefu, na ukiangalia leo ni tarehe 28. Kwa hiyo kuanzia tuseme tarehe 29 jioni, tarehe 30, tarehe 31, pamoja na tarehe 1, itakuwa ni siku kama 4. Zitawatosha kabisa kama wao wachezaji kukaa katika timu na kukaa na kocha wao Fadlu na kujipanga kuelekea katika mchezo. Kwa hiyo hamna madhara yote ambayo yatawatokea kwa wachezaji ambao wametangulia Misri. Sawa bana, ningependa kuwafahamu hawa Al Masry ni timu ya aina gani? Ni timu ambayo inachezaji, ubora wao upo wapi? Udhaifu wao upo wapi ukilinganisha na Simba unaoifahamu? Al Masry tangu nimeiangalia katika ligi yao, kwanza katika nafasi ya 4 katika ligi, pamoja ni wazuri katika mipira wa cross, na katika eneo lao la mbele, safu yao ya ushambuliaji ni safu ambayo ina watu wenye ubora, siseme ule ubora mkubwa kama mtu anacheza Ahli, lakini ni wachezaji wazuri ambao wenye ubora. Ukiangalia wana mshambuliaji wa mtu anaitwa Mansen Salah, wana mtu kama Yusuf Ben Yusuf, Fakhreddin Ben Yusuf, wana mtu kama anaitwa Al-Shami ambaye ni yupo injury ambaye ataikosa mechi. Wana mtu kama John Ebuka. Kwa hiyo katika kuna mwana mdogo mmoja na kiwasha jezi nambari 7, Kevin anamuita Bambo, Kevin Bambo, Karim Bambo, pamoja na John Ebuka na Ben Yusuf au Salah, ambaye wanaweza kuanza pale mbele
katika siku ya mechi husika. Kwa hiyo ni wazuri katika eneo la mbele, wametengeneza nafasi nyingi na pia wanatumia mastrika wao ni wazuri katika mipira hewani. Ukiangalia katika baadhi ya mechi katika hatua makundi, magoli yao mengi yamefungwa kwa cross. Na mshambuliaji namba 9 Sala ambaye anakuwa anatumia nafasi nzuri za kichwa, anatumia kichwa kumwadhibu mpinzani wake, pamoja na nafasi hata za chini, pasi za chini zikija anaweza kufunga pia. Na pia eneo la kiungo na wachezaji wazuri, kama nilivyomtaja kuna mtu anaitwa El Shami kama ni injury hata kuwepo katika mchezo, lakini wana viungo wengine hapo ni bora zaidi. Ila kwa upande wa safu zao za ulinzi, kuna wachezaji wazuri pia. Kuna mtu kama captain wao jina lake imetoka kidogo, ambaye ni mzuri katika mipira hewani. Kama tunavyojua watu walotokea kaskazini wanakuwa ni wazuri katika mipira ya kichwa, lakini pia wana udhaifu katika mechi zao nyingi nilizoangalia. Almasri wanaruhusu magoli kiurahisi sana, wanafungika. So kama timu ambayo kama Ahly au Pyramids au Zamalek ni timu ambayo inafungika kama umechanga karata zako vizuri. Kama Simba akienda wakiwa katika game plan nzuri siku hiyo, wanaweza kupata goli, wasiofu kabisa mashabiki wa Simba, kwa sababu Almasri ni timu so Almasri ambayo tunaijua zamani kwamba ni timu nzuri sawa, ni jina kubwa, lakini kwa sasa hivi wanajitafuta, wanataka kurudi katika zile renki ambazo kupo zamani. Kwa hiyo sasa hivi bado wanajitafuta na wanafungika Almasri. Ukiangalia mechi zao nyingi wameshinda 2-1, 3-2, 1-1. Ukiangalia hata mechi yao ya mwisho kabla kuitwa timu za taifa, walicheza na National Bank walitoa sare ya 1-1 na walichomoa, walikuwa shatanguliwa goli moja, kwa hiyo wakasawazisha. Kwa hiyo ni timu ambayo inafungika, na kama wakutana na timu yenye ubora kama ubora wa wachezaji wa Simba, ukiangalia mtu kama Jean Charles Ahoua, mtu kama Mpanzu, Kip Dennis, kwa hiyo watu wenye kasi, wenye pesi, wanaweza wakaifungua ile timu na wakaweza kupata goli. Kwa hiyo Simba wasiogope sana, mashabiki wa Simba wanakutana na timu kisa wamesikia ni Waarabu, lakini timu ambayo inafungika. Na kwa siku sasa hivi Simba imekuwa ikienda kucheza na Waarabu, inacheza katika tempo nzuri, wachezaji wanacheza vizuri kwa sababu washazoezi pressure. Kiangalia wachezaji wengi wamecheza katika mechi kubwa katika uwanja zenye mashabiki zaidi ya 80,000. Kwa hiyo unaona ni mechi itakuwa nzuri kwa upande wa Simba kama wakichanga watazao vizuri, kwa sababu wana ubora mzuri. Simba kwa sasa hivi msimu huu chini ya kocha Fadlu wameshinda mechi nyingi katika hatua makundi, wameweza kupata matokeo ugenini. Kwa hiyo ni swala tu la kupanga karata zao vizuri na wanaweza kushinda. Bana, sawa. Na kingine mimi nachokusema na michezo, tuma comment yako juu ya swala hili. Pengine unaona nafasi ya Simba kufuzu kwenda hatua ya nusu finali, ambapo Simba anakabiliwa na mchezo wa robo finali ambao utapigwa, wa kwanza utapigwa ni kule Misri katika uwanja unaitwa Suez Stadium. Unajua mfereji wa Suez wewe, umeshasoma jogi ama ulikimbia? Bana, na siri ya geography wanakuepo walimu fulani ambao makini sana, yani makini, afu wanakuwa ni walimu wa hasira, yani kama walimu fulani wa math hivi na physics. Bana, nikupe siri bwana, nimefundishwa na mwalimu fulani hivi. Huyu mwalimu alikuwa ni mkali sana kwenye masuala ya geography. Yaani akija akwambia unafeli vipi? Somo la mashambani tu. Wewe hujui ardhi, hujui udongo, ya aina gani udongo? Hujui ndio fulani ambao wanakuwa wakali kweli, ndio akanifundisha kuhusu Suez Canal. Kwa hiyo mchezo huo utaenda kupigwa katika uwanja wa Suez Stadium ambapo upo mpakani ama jirani na mfereji wa Suez. Kama unafahamu ni mfereji ambao unapitisha maji kaskazini kabisa kule, ambapo kuna yani wasema kuna mwingiliano na bara la Ulaya, juu kabisa kule kaskazini mwa bara la Afrika. Naam, katika uwanja huo ndo mchezo utapigwa hapo, Simba wakiwa wageni katika mchezo huo. Je, nafasi yao unaona wanaweza wakafuzu kwenda hatua ya nusu finali? Andika maoni yako juu ya swala hilo, pengine kwa jinsi unavyofahamu Simba Sports Club, au kwa jinsi unavyofahamu hawa
Almasri. Unaona kuna mtu Simba unaona nafasi yake ya kufuzu? Tuma comment yako juu ya swala hilo. Mimi nitapita nayo hapo kwa ubora wa hali ya juu, na bila kusahau kusubscribe channel ya DTZ Media. Bana, nirejee kwako Humphrey James. Simba Sports Club na kocha Fadlu Abdulrahman Davis amekuwa ni mzuri sana katika michezo ya nje. Ile michezo ya away amekuwa umuone kana kwamba yani ni mgeni. Akai nyuma paki basi. Nini siri ya Fadlu Davis kuwa na mfumo huu, na pengine unaweza kumuona akawa mzuri zaidi katika mchezo huu wa Almasri na wao? Kwa upande wa kocha Fadlu, kwanza tuanze kusema kama ni kocha ambaye anawajua Waarabu, amefundisha baadhi ya timu huko Waarabuni, na anajua falsafa za mpira wa Waarabuni. Kwa hiyo hiyo ni sababu moja wapo ambayo inamfanya kwamba kuwa katika hali nzuri yenye usalama na kwenda kufunguka hata akiwa ugenini. Na pia ukiangalia hata historia ya klabu ya Simba, baadhi ya wachezaji wa Simba wamecheza katika baadhi ya hizo timu za Waarabuni. Ukiangalia kama mtu Ateba amecheza kule RS Alger, mtu kama Mohamed Hussein, Shomari Kapombe, Hamza amecheza katika ligi ya South Africa, kwa amecheza na timu zenye upinzani mkubwa. Kwa hiyo wachezaji wa Simba mpaka sasa hivi tunavyoongea sasa hivi hapa, swala la kucheza na Waarabu hata akiwa ugenini ni swala la kawaida sana, kwa sababu washa experience au matukio katika mechi nyingi. Wacheza na Wydad, wacheza na Ahli zaidi ya mara moja, Wydad zaidi ya mara moja amemfunga. Wydad wameenda naye mpaka hatua ya matuta katika uwanja wake nyumbani, uwanja umejaa mashabiki. Kwa hiyo hilo swala kwa kama hata kama wachezaji wale ambao hawakuwepo katika hizo nyakati hizo, kutokana na uwepo wa wachezaji ambao wapo sasa hivi, inakuwa ni sababu ina mchango katika timu na kuwafanya kwamba hata hao ambao hawakuwepo na wenyewe kujiamini na kutoa kitu kizuri. Kwa hiyo swala hili la kocha Fadlu kufanya katika kuperform vizuri katika mechi za ugenini, na kutokana na uzoefu aliokuwa nao yeye pamoja na wachezaji wake, na kutokana na kikosi alichokuwa nacho sasa hivi, wachezaji ambao ni bora. Tunajua ubora wa Teba, mchezaji ambaye ni mzuri, anaweza akupa kitu chochote katika muda wowote. Mtu kama Kibu Denis tunamjua, ambaye akiwa katika fomu yake, akiwa katika fomu katika hiyo siku, anaweza kukupa kitu kizuri sana. Mpanzu ameanza kujionyesha sasa hivi kwamba ni mchezaji wa aina gani. Kwa hiyo mpaka sasa hivi Simba ana kikosi kizuri, na anaweza kaenda kupata matokeo hata kwa Almasri kutokana na historia yake. Kwanza nyuma pia historia inambeba, ameshinda katika mechi ya Sfaxien goli moja, ameweza kupata ushindi katika baadhi ya mechi za ugenini. Na pia kwa hiyo hizo historia pamoja na wachezaji kupata hizo experience pamoja na kocha mwenyewe ni sababu tosha ambazo zinamfanya kocha pamoja na kikosi chake kufanya vizuri. Sawa bana, mimi nakusema na michezo, tupo live katika kipindi hiki cha DTZ Media hapa. Mimi nakusema na michezo ili kutuweka mjini. Subscribe hapo channel ya DTZ Media, gonga hiyo alama kengele hapo. Unaona kama kamkono hivi kanapiga hivi. Yako kana kuelekeza jinsi ya kufanya. Sisi tunakusii pia na ili kutuweka mjini, tukuletee taarifa kemkem za kimichezo, taarifa mbalimbali zinazobamba na zitazokuja kubamba. Cha msingi baki nasi, endelea kuwa nasi ili sisi kukutaarifu na kukuarifu taarifa za kimichezo. Nipo na Humphrey, jina langu mimi ni Samuel Jelezo, kanaita kiungo makini. Nipo na Humphrey James. Bwana Humphrey, naam, unaona nafasi ya Simba labda kufika hatua nusu finali na pengine finali kwa ujumla, hata kuchukua kombe? Huko nitajibu swali lako kwa kusema nafasi ya kufuzu kuelekea nusu finali. Kwa sasa hivi Simba imejiandaa na hiyo nafasi. Naweza nikasema nafasi tutaanza kuiona baada ya mechi ya kwanza, mechi ya tarehe 2 Aprili. Tunaweza kusema nafasi ipo kwa ikaenda ndivyo sivyo, lakini kwa sasa hivi cha Simba, kifupi naweza nikasema tutaweza kuona kama nafasi ya Simba ipo kwenda sasa hivi. Ndio unasema unachagua ukimya kwanza? Nipo kwanza ukimya kwanza. Naweza nikasema kwamba Simba anaweza kasipite, kumbe akaweza kapita.
lakini mechi ya kwanza ya tarehe 2 ndio inaweza kaamua, inatoa taswira yote kwamba Simba atafuzu kuelekea nusu finali. Sasa kwa uzoefu wako kama mchambuzi, una neno gani labda kwa jinsi unavyofahamu Simba? So umeiona Simba inavyocheza, kocha umezungumzia juu ya mechi za ugenini, pia ukazungumzia juu ya ubora wa Al Masry, udhaifu wao. Sasa ukilinganisha, unaiona Simba hii inaweza katoboa? Inaweza katoboa. Inaweza katoboa. Bana sawa. Wakiwa makini na wakiweza kuendo pressure, kwa sababu sasa hivi Simba pressure sio kitu kwao. Wakienda katika form nzuri, wakienda kucheza vizuri, nafasi ipo tena kwa 75% Simba anaweza kapita. Bana Humphrey mwisho siku ameingia katika mtego, amekubali kwamba nafasi anaiona. Imebidi nikubali. Haijakubidi kwa sababu maneno yake ya mwanzo yanakupa taswira kwamba unaiona Simba inaweza ikapita katika lakini mpira unadunda. Unasema Simba mpira sasa bana sawa. Humphrey bana hapa ananirekebisha baadhi kwamba yeye hajakubali kinyonge. Amekubali, lakini mpira pia unaweza ukadunda kwamba bado ana 50-50 kwamba anapita, anaweza akapita asipite. Sawa basi, na mwana mchezo pia nakusii unaweza kutuma maoni yako juu ya swala hili. Unaona nafasi ya Simba kufuzu katika nusu finali na pengine kufika hatua ya finali na kuchukua kombe? Kuna vitu vitatu, elewa hapo. Kufuzu robo finali, yani hatua robo finali kwenda nusu finali, nusu finali yenyewe kufuzu, na finali na pengine kuchukua kombe. Unaona nafasi hiyo ipo? Ila kama mimi kama Mtanzania na kama mtu kama mwanamichezo ningependa kuiona Simba inafika nusu finali, labda hata finali. Kwa sababu ikifanya hivyo hata soka letu pia itakuwa na pia nafasi za kushiriki katika kombe la michuano ya kimataifa kwa ujumla takopo ni nyingi. Sawa bala, huyo ni Humphrey James, mchambuzi ambaye nipo naye hapa katika studio za DTZ Media. Bwana usione mandhari hapa, tumedamshi kama soko tarada hadi katika viunga vya DTZ Media. Cha msingi na wewe baki nasi, endelea kutuma comment na subscribe channel ya DTZ Media ili kuwa nasi kutuweka sisi mjini. Tuwe tunajinadi na kujigamba tunajimwaya. Tuma comment yako, subscribe pia like channel ya DTZ Media. Taarifa ambazo tupo nazo hapa ni kuhusu mechi ya Al Masry na Simba, mechi ambayo itapigwa Aprili 2. Taarifa kutoka kwa afisa habari wa klabu ya Simba, amesema wao watasafiri kesho kuelekea huko Misri kwa Al Masry. Pengo la Chimaron Fondo kwa klabu ya Simba unaliona katika mechi hii? Pengo lazima liwepo, kwa sababu ukiangalia Chimaron tangu kuingia katika kikosi cha Simba katika kikosi cha kwanza amekuwa ni mara chache sana ukimuona akianzia benchi. Ukiangalia msimu ulioisha alikuwa katika performance nzuri, mpaka msimu huu unaanza alikuwa katika performance nzuri, lakini kutokana na alikuwa na baadhi ya makosa madogo kujiamini kwingi, alikuwa anasababisha kuikosti timu yake baadhi ya mechi anachoma, lakini baada ya hizi siku za karibuni inaonekana kama alikuwa anajirekebisha na kocha alikuwa anamkalisha chini na anamrekebisha, na haya makosa yalikuwa yanaenda yanapungua hadi mpaka alipopata majeraha. Tunaona alikuwa katika form nzuri na alikuwa vizuri kabisa, lakini kusema kwa pengo lake lazima litakuwepo, kwa sababu tunaambiwa ni mchezaji ambaye anaweza kucheza mpira vizuri, anaweza kuzuia katika mpira wa kichwa, anaongoza kupiga mpira wa kichwa, na ni mzuri hewani pia, na pia ni mzuri katika 1v1. Unaonekana baadhi ya mechi nyingi alikuwa anashinda battle akiwa na striker yote, anashinda battle, anamzuia. Kwa hiyo ni pengo la Chimaron lipo, japokuwa sio kwa kiasi kikubwa hivyo, kwa sababu kuna mchezaji mzuri pia, kuna mtu Karabusha Mungu. Kwa hiyo unaona huyo Karabusha anaweza kaziba kwa sema usahihi wake pengo hili? Hapana, sio, kwa sababu kila mchezaji ana aina yake. Ukiangalia Shikalamusha kama ni mchezaji fulani hivi, ni mzito, yani kama speed yake na Chimaron ni tofauti. Kwa hiyo hatuwezi kusema kwamba
ataenda kuzikava lile pengo moja asilimia 100. Labda kwa asilimia 60 hivi 50 atatoa kile ambacho nacho. Lakini pia ni mchezaji mzuri, baadhi ya mechi tumemuona na baadhi ya mechi kwa anatoka huyo Shemalon anaingia yeye na anacheza vizuri. Kwa hiyo na mechi kama ya ile Faction kama sijakosea ambaye alichoma Shemalon dakika za jioni, ilikuwa ni ile hapa Benjamin William Mkapa mapema tu. Alionekana kama Shemalon alipo katika mchezo na akatolewa na kocha Fadu akaingia Shamu Karabu na akacheza vizuri kabisa, na baadhi ya mashabiki wa Simba walipenda mchezo wake wa siku ile. Alicheza katika kiwango kizuri. Kwa hiyo kama akiwa katika kiwango kizuri kila alichokuonesha pale na katika hiyo kuelekea katika hiyo mechi, wao tunategemea kuona katika Simba beki yao line itakuwa katika muundo mzuri. Bana, sawa. Na kingine cha kuelezea bana kuhusu mechi ya Al Masry na Simba, endapo Simba atashinda atakuwa anapata faida kemkem, ikiwemo kufika nusu finali na kuongeza pointi katika zile pointi ambazo wanapewa za lenki zao, nafasi ya kwanza, ya pili mpaka nafasi ya mwisho kule simia na ngapi huko. Sasa Simba wao sasa hivi wapo nafasi ya 6 kwa ubora. Ni timu ambayo inashika nafasi ya 6 kwa ubora, ambao namba 5 na shikiliwa na Wydad Casablanca, ambao Wydad wao hawapo katika michuano yoyote ya kimataifa, iwe CAF Champions League ama CAF Confederation. Kwa hiyo kwa Simba endapo watashinda wataongeza pointi ambazo zitakuwa ni pointi 20 na kwenda kuwazidi Wydad Athletic Casablanca. Na pia hata msimu mmoja inaonekana kama hawatashiriki kwa sababu ligi ya Morocco imekwisha. Sema bingwa kashapatikana. Bingwa ni namba 2 naye. Namba 2 ni FAR Rabat. Kwa hiyo kazi kwa Wydad ni ngumu. Pia Raja inaonekana kama sasa hivi vile vilabu vimekuwa hivyo, hizi dabi hizi zinajitafuta, yani kama yani ule utawala wao sasa hivi umeshuka. Sasa hivi utawala mtawala wa ligi ya Misri ni Morocco, ni FAR Rabat. Misri ni Al Ahly, Morocco ni Wydad, FAR Rabat na kwa sasa hivi unazungumza na RS Berkane. Na sasa wameonekana kuwa na katika form nzuri, hata kama hata ukiona katika mashindano ya klabu bingwa Berkane yupo round ya 10 ya robo finali, FAR Rabat naye yupo. Kwa hiyo inaonekana hao sasa hivi ndio watawala wapi wa ligi ya Morocco. Sawa. La binafsi ukiniuliza kwa upande wangu, natamani tujifunze kwa ligi ya Morocco. Batola wanaita Batola 1. Ile ni ligi ambayo haijulikani kwa sasa hivi. Sasa hivi inajulikana bingwa ni nani, lakini ilivyoanza wengi walikuwa wanasema pengine Wydad, pengine Raja Casablanca. Wydad ni msimu uliopita hakuwa vizuri sana katika michuano ya kimataifa na pamoja na la ligi kwa ujumla, lakini wakasema labda mwaka huu kwa jinsi sasa sajili atakuja kuwa vizuri. Pia Raja Casablanca na hivyo Raja naye amepotea kabisa. Ukiangalia chini tangu amecheza na Simba ile kwa Mkapa kafungwa Simba kafungwa 3, hajashiriki tena mpaka sasa hivi tunavyoongea, hayupo katika mashindano yote ya CAF. Inaonekana kama utawala wao na hiyo umeshuka pamoja na Wydad. Wydad tangu msimu ule anacheza na Simba katika hatua makundi, anapita yeye na Simba, tangu hapo naye hajaonekana tena mpaka sasa hivi. Kumbuka ni bingwa huyo, bingwa Sheikh kuchukua bingwa wa CAF Champions League. Ule msimu ambao anamchakaza Simba, alienda akauchukua ubingwa kwa kumtoa National Al Ahly. Sawa, na nilikuwa nazungumzia kuhusu pengine tujifunze kwa Morocco. Ligi ya Morocco Batola 1, ambapo ni ligi haujulikani nani unamtabiria kwamba atachukua ubingwa. Lakini kwa hapa Tanzania isipokuwa Yanga basi Simba, isipokuwa Simba basi Yanga. Hawa si Azam, Singida wanakuja, lakini unajua nafasi zao zitakuwa ya 3, ya 4. Ya 3 yani ikitokea ya pili unasema amejitafuta. Lakini kwa kule Morocco anavyoanza unaweza kumuona Raja, baadaye akaingia FAS Rabat, akaja kuingia FAR Rabat, akaja Wydad Casablanca, haijulikani mara RS Berkane haijulikani. Kuna msimu mmoja Wydad alimaliza nafasi ya 7 kama sio ya 8 katika ligi, yani inaonekana kabisa ushindani ni mkubwa.
hata kama ni timu kubwa kumaliza nafasi ya 7 usipokuwa bora kumaliza katika nafasi ya mwisho ni kawaida. Kwa hiyo alafu nikukumbushe kitu bwana Humphrey. Kuna mwaka nimesahau kidogo mwaka alipanda, ni miaka ya karibuni alipanda Fast Rabat, achana na FAR Rabat. Fast Rabat alipanda akitokea ligi daraja ya kwanza, na mwaka huo alopanda akawa bingwa. Hii inaonyesha kwamba uhatari wa hivi virabu vikiwa vimejipanga. Pia na uwekezaji uwekezaji wa timu inakuwa imejipanga vizuri, inakuwa na wachezaji bora. Kuna baadhi ya wachezaji unakuta wanachukuliwa katika timu hizo kubwa. Unakuta timu imepanda daraja, mwekezaji yupo, hela zipo. Mtu anamchukua mchezaji kutoka daraja, anamta katika timu yake, kwa nini asichukue ubingwa? Lakini huku tunaona mtu kumtoa mchezaji Simba, labda wameachwa, labda Simba haina uhitaji wake, au Yanga haina uhitaji na mchezaji huyo. Lakini nikisema timu kama Coastal Union itoe hela kwa mchezaji tuseme kama Shomari Kapombe au Hamza, ni kitu ambacho hakiwezekani. Ni ngumu. Bana, sawa. Wana michezo mbia na kusihi unaweza kwa subscribe channel ya DTZ Media. Tuma maoni yako, mimi nitapita nayo. Pia usisahau ku like bana na subscribe ili kutuweka mjini. Tunaishi wote, tunapata ugali kama sio dongo, tunapata msosi kwa ajili yako. Kwa hiyo unabidi ufanye kusubscribe hapa mimi kutuweka mjini. Tunatafuta habari kimkem za kimichezo ili kukuletea wewe wana michezo uhabarike. Pia na sisi tunahitaji subscribe yako ili subscribe hapo tutakuwa umefanya poa. Taarifa ni nyingi ambazo tupo nazo. Hapa tuko tunazungumzia taarifa kuhusu mechi ya Al Masry na Simba, tukagusia juu ya ligi yao ya ligi ile ya Batora ligi ya Morocco kule, achana na ligi ya Misri ambapo Simba ataenda kumvaa Al Masry. Tukazungumzia juu ya uwekezaji juu ya virabu vyetu hapa Tanzania. Lakini mada kubwa tulikuwa tunao kuhusu mechi ya Al Masry na Simba. Pia tuma maoni yako, mimi nitapita nayo. Maoni yako mimi nitapita nayo ili kutuweka mjini. Na Humphrey James, naam, Simba Sports Club wana udhaifu sehemu gani? Pengine awe sahihi, ajirekebishe katika eneo hilo, au akijirekebisha katika eneo hilo atakuja kupata matokeo mazuri katika mchezo wa dhidi yao na Al Masry. Udhaifu wao tumeshashuhudia wakifungwa katika michezo tofauti Simba na Azam, mechi ambayo anarejeshwa goli dakika za jioni. Udhaifu ulionekana pale, watu wakasema Mohamed Hussein Chujio anachoka mapema. Wakachana hizo. Kwa upande wa Musa Pimpin Kamara wakagusia juu ya udhaifu wa mechi yao na Coastal Union, mechi ambayo ile ya mzunguko wa kwanza 2-2 inaisha hapa. Wakagusia kwamba pia licha kuwa huyu kipa ni sweeper, pia na madhaifu yake. Pengine kiufundi kama mchambuzi, udhaifu wa Simba upo wapi na ajirekebishe sehemu gani katika udhaifu ili kuweza kuweka tamzani uwe sawa, akiendea mechi hiyo aje kupata matokeo mazuri kwa faida ya Simba na faida ya taifa kwa ujumla. Nikianzia katika eneo langu la kwanza ambalo naona Simba na udhaifu ni eneo la kiungo. Ukiangalia mtu kama Fabrice Lamba Ngoma ambaye ni umri wake unaonekana ushaenda, na hata ile speed ya mchezo na kupo inakuwa ni kubwa kushinda kwa anakuwa kama baadhi ya matukio au baadhi ya movement ambazo unatakiwa yeye kwenda kuzikava kulinda timu yake, inakuwa zinampita. Ukiangalia kuna baadhi ya mechi amekuwa tunaona kama anakupo anazidiwa kasi ya mchezo inakuwa inamzidi. Ukiangalia na baadhi ya ukienda katika eneo la pembeni, fullbacks wa Simba wamekuwa wakipanda zaidi anakupo kama timu za upinzani zilikuwa zikitumia sana eneo la fullbacks wa Simba. Ukiangalia Mohamed Hussein kama ulivyosema, Mohamed Hussein timu nyingi zilikuwa zimetumia upande wake kwa sababu amekuwa amepanda sana. Sababu zile overlapping amepanda sana, na huku nyuma kama nilivyokuambia pale, kama Mohamed Hussein kapanda, basi anatakiwa kiungo ambaye ni uzuaji kama ni Kagoma au Ngoma ashuki kwenda kukava ile nafasi, lakini kutokana na ile speed yake ndogo Ngoma anakuta anakuwa katika majukumu mengine, anashindwa kwenda
kwenda kukava ile nafasi na kupelekea wapinzani kutumia zile nafasi na kuweza kuadhibu. Kwa hiyo naona kama udhaifu wa Simba katika eneo la kiungo na pamoja na eneo la fullbacks wao. Wamekuwa wapinzani wengi tangu msimu wa nyuma. Ilikuwa mechi kama na Ahli. Walikuwa wanatumia upande sana wa Shomari Kapombe pamoja na Mohamed Hussein. Kwamba udhaifu sana upo katika hizi flanks upande wa kulia na upande wa kushoto na pamoja na pengine hizi ndo aziboreshe ili kuweza labda kuwa imara katika sehemu hizi, wanaweza kupata matokeo ama pengine wakapata hata sare kule ugenini ambayo inaweza kuwanufaisha wakija nyumbani kutafuta chochote kitu. Wakiwa katika wakijipanga vizuri, wakiweka kama wakiweka katika game plan nzuri kwamba wasitumie sana mafullbacks wao kwenda kushambulia, wanaweza wakawa salama na kuweza kulinda goli lao. Na pia kwa upande wa Pimpin Kamara ulivyosema, Kamara wamekuwa mwazimu kutokana na kule kutokea kwake, kama ile mechi ya Coastal Union. Goli zitokea kwa upande wa Mohamed Hussein. Pia nilikwambia Mohamed Hussein kapanda, njia imepatikana, watu wamepita, wameenda kushambulia, lakini kutokana na udhaifu wa Pimpin kama alitaka kutokea, watu wakapiga mpira mrefu wakafunga kutokana na ile kutokea kwake. Sawa, kipa unatakiwa utokee kwenda kukava ile nafasi ambayo kama beki yako kaacha, lakini uwe na timing nzuri ambayo itakupelekea wewe kutofanya makosa. Kwa hiyo kutokea kwake, unaona kutokea kwake sana Pimpin Kamara ndio ilikuwa kama baadhi ya mechi ilikuwa inawaadhibu Simba. Ni vizuri kutokea, lakini unatakiwa utokee kwa time. Kwa hiyo ndio hizo sehemu ndo zenye udhaifu kwa upande wa Simba, kwa upande wa fullbacks wao, eneo la katikati, eneo la kiungo mzuiaji pamoja na eneo la golikipa. Lakini kwa sasa hivi kutokana na mechi ambayo tumeziona sasa hivi, kama Musa Kamara kajirekebisha, sio kama alivyokuwa katika mechi za nyuma. Sawa, na mwana michezo, mimi nakusii unaweza kusubscribe hapo tufunge. Na licha kuwa Simba ina madhaifu katika upande wa kulia na kushoto, upande wa Shomari Kapombe kulia, kushoto ni Mohamed Hussein, lakini nao wamekuwa na ubora wao. Ndio timu pekee ambayo imefungwa mabao machache katika mashindano ya ligi kuu, yani NBC Premier League. Wamefungwa bao 8. Ndio timu pekee ambayo imeruhusu mabao machache katika zile timu zote. Kwa hiyo wanasifika sawa kwa kupitisha katika hizo wings ama flanks za pembeni na kulia, upande wa kushoto na kulia, lakini ile safu ya uimara wao wa ulinzi umekuwa ukijaribu kutatua yale makosa ambayo wanafanya kule mbele ama kwa upande wa hizo wings zao. Shemaron, Karabwa Shamo, Abdulrazak Hamza na Musa Pimpin Kamara wamekuwa wakidhibiti kwa ubora wao. Kwa hiyo licha kuwa na madhaifu sehemu hizo, lakini pia wamekuwa na ubora wa kuzuia. Katika michuano hii ya CAF Confederation Cup wameruhusu bao 4 pekee wakifunga bao 8. Wanasema mlinganisho wa mabao ni 4, maana yake wana plus 4 ile wakiwa wao hawadai chochote. Wameshinda mabao 8, wameruhusu mabao 4. Kwa hiyo ni aggregate nzuri kwa ukiangalia kwa hapo, ama mlinganisho mzuri katika kufunga na kufungwa. Ni timu ambayo inaonyesha ina uzuri katika kushambulia na ubora katika kuzuia pia. Mwana michezo, mimi nakusii unaweza ukasubscribe hapo ili kutuweka mjini. Tuma maoni yako ili kutufanya sisi tusome comment zako. Umeelewa mjadala wetu tulikuwa tunazungumza hapa? Kuna baadhi ya maswali nimekuuliza, maswali kemkem yakiwemo ya je, unaona nafasi ya Simba kufuzu kwenda hatua ya nusu finali na pengine finali na kuchukua kombe kwa ujumla? Tuma maoni yako, mimi nitapita nayo. Pia nafasi ya udhaifu wa Simba, unaiona udhaifu wake upo sehemu gani? Pia ubora wao upo sehemu gani? Udhaifu wa Al-Masry pia tuma maoni yako hapo, na ubora wa Al-Masry bana. Kufikia hapa tunahitimisha kwa taarifa hii. Tunaenda mapumziko mafupi, tukirejea tutakuja na taarifa kuhusu Simba na Bigman FC, uchambuzi wa kina. Mechi imechezeka hii leo na matokeo yameshatoka. Tutakuja na uchambuzi. Nipo na Humphrey, jina langu ni Samuel Jelad. Tukutane tukirejea hapa baada ya dakika chache. Baki nasi, endelea kuwa nasi.